TBC. Leo hii mtazamaji, tutazungumza swala zima la maendeleo. Katika studio zetu tunao wageni ambao wamefika hapa ili kutuambia halmashauri ya wilaya Kaskazini Unguja nini imefanya tangu miaka 5 iliyopita hadi kufikia sasa. Tunaye Machano Fadhil Babla, huyu hapa ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kaskazini Unguja. Karibu sana katika studio zetu. Lakini pia tunaye Boniface Joseph Mwale, karibu sana. Huyu ni mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kaskazini Unguja, lakini pia ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kaskazini. Pia ni mwenyekiti, mambo makubwa anayo atatuambia hapa. Kama nilivyoarifu watazamaji, tunazungumza kuhusiana na maendeleo. Hebu tunaomba kwanza mtupe historia kidogo ya halmashauri. Asante mtangazaji. Kweli kama ulivyokwisha kueleza, mimi naitwa Boniface Mwale, mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya Kaskazini. Pia vile vile nikiwa mwenyekiti wa mkurugenzi wa serikali za mitaa Zanzibar. Historia ya serikali za mitaa Zanzibar imeanza zamani sana. Kwa kweli utaratibu wa serikali za mitaa ulianza toka zama za ukoloni, lakini sitokwenda huko kwa sababu ya muda. Nitaanza kuzungumzia kuanzia mwaka 1984 kwenye katiba ya Zanzibar, kifungu namba 128 kilichokuwepo kwenye sura ya 12 kilitoa mamlaka kuanzishwa kwa hizi serikali za mitaa. Na serikali za mitaa zilianzishwa kwa sheria namba 3 ya mwaka 1995 na sheria namba 4 ya mwaka 1995. Sheria namba 3 ilizungumzia kuanzishwa kwa baraza la manispaa la Zanzibar. Sheria namba 4 ilizungumzia kuanzishwa kwa serikali za mitaa na mabaraza ya miji Zanzibar. Na lengo kubwa la serikali kuanzisha serikali za mitaa ilikuwa ni kushusha madaraka kwa wananchi, au kwa Kiingereza tunaita decentralization by decongestion. Sasa serikali ilikaa ikaona kwamba shughuli zote za maendeleo zilikuwa zinarasimiwa na serikali kuu. Sasa ili wananchi waweze kujiamulia mambo yao huko katika wilaya na kwenye vijiji vyao, kaona utaratibu huu wa serikali za mitaa, ndipo ilipopitishwa katika katiba ya Zanzibar ya mwaka 1984 kama nilivyokwisha kueleza awali. Kifungu hicho namba 128 kilichokuwa kwenye sura 12 kikatoa mamlaka haya. Lakini ilipofika Oktoba mwaka 2014, Zanzibar ikaamua kwamba sasa hivi, na kwa sababu serikali hizi za mitaa zilikuwa hazendi vizuri, ikaanzisha sasa, ukaletwa msaada wa dharura ambao ulibadilisha sheria hii namba 4 ya mwaka 1995 na kuwa sheria namba 7 ya mwaka 2014 ambayo ikawa inazungumzia mamlaka serikali za mitaa kwa ujumla. Sasa kwa sasa hivi Zanzibar tuna sheria namba 7 ya mamlaka serikali za mitaa, ambapo ilipitishwa kwa msaada wa dharura hapo Oktoba, na bahati nzuri Mheshimiwa Rais wa Zanzibar akaisaini sheria hiyo mwezi wa Novemba, na sasa hivi inatumika. Sasa hivi serikali za mitaa ziko chini ya sheria namba 7 ya mwaka 2014. Asante sana. Halmashauri kazi yake kuu ipi? Labda ungetajia baadhi ya kazi za halmashauri. Machano. Asante sana ndugu mtangazaji. Na mimi kama ulivyosema, naitwa Machano Fadhil Babla, ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Kaskazini. Ni kweli kabisa kwamba kazi za halmashauri za wilaya kwanza ni kuwa karibu na jamii na kushirikiana nao wananchi katika mambo yao mbalimbali, hasa ya kimaendeleo, yakiwemo sekta ya elimu, barabara za ndani yani feeder road, ndio usambazaji maji vijijini, huduma za afya, kuwatengenezea wananchi masoko ya kuweza kufanya shughuli zao za kibiashara, lakini pia kuondolea kero mbalimbali ambazo zinagusa huduma ya umeme na kadhalika.
Haya ni mambo ambayo yanahitajika